Singida. Jumuiya ya Umoja wa Wazazi wa Chama cha Mapinduzi wilaya Singida mjini imeadhimisha miaka 49 kuzaliwa kwa chama hicho kwa kufanya matendo ya kijamii yenye kugusa maisha ya wananchi, hususan watoto wenye mahitaji maalum, ikiwa ni sehemu ya kuenzi misingi ya mshikamano, upendo na uwajibikaji kwa jamii. Maadhimisho haya yamefanyika leo Januari 28, 2026, yaliyoongozwa na mwenyekiti wa jumuiya hiyo wilaya Singida mjini Janet Nyakonji pamoja na katibu wake Lea Mafumba na ujumbe wa kamati ya utekelezaji pamoja na kamati ndogo za jumuiya hiyo, ambapo walitembelea kituo cha watoto wenye mahitaji maalum cha Upendo Home pamoja na chuo cha Sabasaba, vyote vikiwa katika halmashauri ya manispaa ya Singida mkoani Singida. Katika ziara hiyo, wajumbe wa Umoja wa Wazazi wanaonyesha mshikamano wao wa kushiriki shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwa kupanda miti kwa kushirikiana na uongozi wa Upendo Home, hatua iliyolenga kuhamasisha utunzaji wa mazingira kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa Chama cha Mapinduzi. Aidha, jumuiya hiyo imekabidhi msaada wa vitu mbalimbali kwa watoto wenye mahitaji maalum, vikiwemo vinywaji, sabuni, mafuta ya kujipaka, mafuta ya kula pamoja na mchele, maharage, msaada uliolenga kuboresha ustawi na mahitaji ya kila siku kwa watoto hao. Akizungumza katika tukio hilo, mwenyekiti Janet Nyakonji alisema maadhimisho ya miaka 49 kuzaliwa Chama cha Mapinduzi yanalenga kuwakumbusha wanachama na wananchi kwa ujumla wajibu wa kuishi kwa misingi ya upendo, mshikamano na kuwajali watu wenye uhitaji maalum katika jamii. Maadhimisho hayo yamefanyika chini ya kauli mbiu isemayo tumechagua amani na umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Kauli mbiu inayoakisi dhamira ya CCM na jumuiya zake kuendelea kushirikiana na jamii katika kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Snada TV imefanya mahojiano na katibu wa jumuiya hiyo wilaya Singida mjini, Lea Mafumba, naye alikuwa na haya ya kusema. Majina yangu naitwa Lea Boniface Mafumba, ni katibu wa Umoja wa Wazazi wa CCM wilaya Singida mjini. Tuko katika kuadhimisha au kusherehekea miaka 49 kuzaliwa kwa CCM. Katika kusherehekea miaka hii huwa tunafanya kila mwaka. Mwaka huu jumuiya ya wazazi tuliwiwa kugusa matendo ya huruma kwa maana ya kutembelea watoto wenye mahitaji maalum kituo cha Upendo Hope kilichopo kata Mitunduluni wilaya Singida mjini, lakini pia tulikuja kutembelea kituo cha wasioona Sabasaba. Tumeguswa na kuwiwa na maeneo kwa sababu ni watu ambao wanatugusa moja kwa moja katika jumuiya yetu. Jumuiya ya wazazi inahusika na elimu, malezi, maadili na mazingira. Tukasema tuje tutembelee hivi vituo, tujifunze kutoka kwao, lakini tuone ni mahitaji ya aina gani ambao bado wanayahitaji, lakini tujifunze ni namna gani tunaweza sasa kuingia mtaani na kukusanya vijana au watoto wenye mahitaji maalum na kuhusika moja kwa moja kuingia kwenye jukumu letu la kuweza kutimiza majukumu yetu kama jumuiya ya wazazi. Hivyo tukajikusanya na kuweza kukusanya vitu mbalimbali, tukapeleka kule kituo cha watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia tukaweza kuleta hapa kituo cha wasioona Sabasaba. Tulikusanya mchele kwenye kilo 100 karibia kila kituo, lakini tulikusanya taulo za kike, tumetafuta juisi, tumepata, tumeleta hapa, lakini pia tumekusanya maharage, tumeweza kupata mahitaji mbalimbali ambayo ni mahitaji yao ya kila siku tukaweza kuyaleta hapa. Hivyo wametupokea vizuri sana, tunawapongeza, lakini pia tumeondoka na mambo mengi ambayo kama jamii au kama vituo hivi wanavihitaji. Tumeyapokea na tumeahidi kushirikiana nao ili kutengeneza mahitaji yao yaweze kuwa rahisi. Lakini pia viongozi wa vyuo vyote wamemshukuru Mama Samia kwa sababu wametuonyesha, wameguswa moja kwa moja na utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo na mimi niseme tunamshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mama yetu Samia Suluhu Hassan, amekuwa ni chachu kwa watu wote. Kwa maana kama ameweza kugusa kituo cha wasioona Sabasaba na ameweza kugusa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum kule Mitunduluni, ni watu wa chini kabisa ngazi ya kata huko na matawi, lakini wametuonyesha kwa vitendo vile vitu ambavyo mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewagusa moja kwa moja. Nami nitoe rai kwa wazazi wenzangu, tusiwe tunawatelekeza watoto wetu, lakini pia mtoto wa wenzako muone kama mtoto wako. Pale ambapo utamwona mtoto yuko mtaani, mchukue maelezo, muuliza na uhitaji gani na uweze kumsaidia kwa namna moja au nyingine. Asanteni sana. Tumeona mmepanda miti. Labda hilo tukio naweza kuzungumza vipi? Ni kweli tumeshiriki upandaji wa miti, lakini tumepanda miti kwa sababu
nchi yetu inahitaji sana mazingira safi. Mazingira ndio kila kitu. Mazingira ni afya, mazingira ni elimu, mazingira inabeba mambo yote. Kwa hiyo sisi tumepanda miti pale, tumepanda miti mingi, lakini pia tumeweza kutoa miti 1000 kwa ajili ya kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa ni green. Maana yake ndio sera ya chama chetu na ndio sera ya nchi yetu. Na jana wakati Rais Samia anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa alipanda miti. Kwa hiyo na nyinyi mmefanya kama kumuunga mkono au hiyo imekaaje? Tumemuunga mkono mwenyekiti wetu wa chama kwa maana yeye alipanda miti, lakini sisi tukasema hii ni sera yetu ya nchi, tumuunge mkono na tumsupport mama yetu katika kupanda miti mbalimbali ya matunda na ya vivuli. Kutoka hapa Singida mjini, mimi ni John Hassan, ripota wako wa nguvu wa Snada Real TV.